إن الحمد لله نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله في خلقه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mafanikio peke yake duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema katika Qur'anul Karim, inna lilmuttaqina mafaza, hakika mafanikio peke yake duniani na kesho akhera yako kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu na wazee wangu Waislamu, tarehe 30 Machi, yani mwezi uliopita, mwaka wa 2026, bunge la umbile la Kiyahudi la Israel almaarufu, bunge kama hili likiitwa Knesset, lilipitisha sheria katika bunge kama hili ya kuwanyonga wafungwa wa Palestina. Sheria rasmi ikawa ni yenye kupitishwa na bunge kama hili. Wafungwa wa Palestina zaidi ya 10,000 wako katika death row, wako katika kusubiri kunyongwa baada ya sheria kama hii kupita katika umbile la Kiyahudi. Tunaona waziri wa usalama wa umbile hili la Kiyahudi la Israel anayeitwa Itamar Ben-Gvir akawa ni mwenye kusherehekea pakubwa baada ya kupita sheria kama hii katika bunge lao, akawa ni mwenye kusherehekea pakubwa na kuweka pati ya kulewa kwa pombe kwa kusherehekea ushindi mkubwa wa kupita sheria kama hii ya kuwanyonga wa Palestina. Huyu bwana Itamar Ben-Gvir ni mtu gani? Huyu ni Myahudi aliozaliwa miaka 50 iliyopita. Kwa ni kijana mdogo, alizaliwa mwaka 1976. Kwa hivyo ni miaka 50 takriban tangu azaliwe. Alizaliwa kutoka katika familia ya kisetla au ya walowezi katika ardhi al-muqaddasa ya Palestina, na chuki yake dhidi ya Waislamu wa Palestina ilianza akiwa ni kijana mdogo, akisema kwamba Wafalestina hawapaswi kukaa katika ardhi al-muqaddasa, wahamishwe. Kwa hivyo ari yake ya kutekeleza lengo kama hili aliendelea kukua nayo, na akaazimia kuingia rasmi katika siasa ili atekeleze amri ya kuwafurusha Waislamu wa Palestina katika ardhi zao. Kwa hivyo bwana kama huyu alipokuwa mkubwa akaingia rasmi katika ulingo wa siasa
akiwa ni mwenye kushiriki katika chama cha kisiasa kinachoitwa Religious Zionist Party, akiwa na ari kama hiyo ya kuwadhalilisha Wafalestina na kuwaangamiza katika ardhi yao almuqaddasa. Lakini kwa sababu yeye alikuwa ataka kufikia lengo kama hili, akaona kuwa mwanachama haitoshi, bora aanzishe chama chake mwenyewe, ili yeye awe ni mkuu wa kile chama, asukume ajenda ya kuhakikisha kwamba Wafalestina wamehamishwa katika ardhi zao. Akaanzisha chama kinachoitwa Jewish Power, nguvu ya Kiyahudi. Akaanzisha chama kama hichi mwaka 2022 na yeye mwenyewe akiwa ndio party leader wa chama kama hicho. Na mwito mkuu uliokuwepo wa chama kama hichi ikawa ni Waislamu wote wa Palestina wahamishwe katika ardhi zao, wasibakie hata mmoja katika ardhi al-muqaddasa, bali ardhi yote iwe ni milki ya Mayahudi. Hii ndio ikawa ni mwito wa chama cha Jewish Power Party ambacho yeye mwenyewe akawa ndiye mwenye kukianzisha. Ndugu zangu Waislamu, yadhihirisha wazi kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaanguki. Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani miaka 1400, karne 14, lakini muujiza wa Qur'ani mpaka leo yatabikika Qur'ani kama ile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'anul Karim, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Hani maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto mdogo amekiulia na chuki kwa sababu ya Uyahudi ndani ya nafsi yake. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan, utawakuta wale watu ambao kwamba wana uadui mkubwa sana na watu walioamini Waislamu, al-yahuda ni Mayahudi, walladhina ashraku na wale washirikina. Na leo taona wale na uadui mkubwa nani? Ni hawa grupu mbili. Mayahudi tuone namna wanavyowafanyia ndugu zetu Waislamu katika kila pembe ya ulimwengu wa Kiislamu. Washirikina tuone namna wanavyowafanyia ndugu zetu Waislamu. Angalia washirikina wa Bama, angalia washirikina wa Xinjiang, angalia mabudha walioko katika ardhi ya Turkmenistan, wanavyowaua na kuwagandamiza na kuwadhalilisha ndugu zetu Waislamu wa jamii ya Uighur, wa China, mabudha. Angalia namna wanavyowadhalilisha ndugu zetu Waislamu. Kwa hivyo maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayanguki. Angalia washirikina mabaniani wanavyowafanya ndugu zetu Waislamu walioko katika Kashmir. Kwa hivyo maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayanguki. Hawa si wako wafanya marafiki, hawa wana chuki za dhati katika nafsi zao dhidi yetu sisi. Na ndio maana leo majanga makubwa katika dunia kama hii kwa Waislamu yanatokamana na Mayahudi na washirikina, iwe ni washirikina mabudha au mabaniani au wengine wote. Hawawataki kheri Waislamu, wako tayari kutumia mali zao na hali zao kuwaangamiza Waislamu kwa sababu ya chuki za dhati walizonazo katika nyoyo zao. Ndugu zangu Waislamu, sheria kama hii ikawa ni yenye kuongeza msumari wa moto kwenye kidonda katika magereza ambayo kwamba yako katika umbile katili la Kiyahudi wa wafungwa wa Palestina. Kabla ya sheria kama hii, hali katika magereza kama haya haielezeki. Yani magereza kama haya hakuna mfano wake duniani. Wafungwa waliofungwa katika magereza ya Israeli wakikuelezea na kukuhadithia walioko ndani, hakuna mfano wake duniani. Watu wanapata mateso, wafungwa wananyimwa chakula. Wafungwa wa Kipalestina Waislamu wananyimwa chakula, wananyimwa mavazi ya kujiziba na baridi, wanateswa kwa mateso yasiyoelezeka, wananyimwa matibabu. Watu wameshikwa, wengine ni wazee, wana sukari, wana presha, wanaambiwa hakuna dawa za sukari wala hakuna dawa za presha, kufeni ndani ya majela kama haya. Yani maana yake ukiingia katika jela kama hizi wahesabiwa umekwenda na maji. Na leo utabahatika kutoka katika jela za Mayahudi kama hawa, basi ni kama ulezaliwa upya. Sasa sheria kama hii imekuja kuongeza msumari wa moto kwenye kidonda.
Imekuwa leo sheria kama hii wameiweka kuwakusudia Wafalestina. Ati Mfalestina yoyote atakayepatikana na kosa la jinai ikiwemo ugaidi wanaoita wao ugaidi, basi ana haki ya kunyongwa. Kwa hivyo leo kuna 10,000 wanasubiri kunyongwa, ili hali wao wakifanya makosa kama haya sheria kama hii haitekelezwe kwao. Sasa ndugu zangu Waislamu, baina ya Palestina na baina ya Mayahudi, magaidi zaidi nani? Angalia magaidi zaidi nani? Angalia uhalifu wanaofanya Waisraeli. Nani wanaofaa kuuawa na kunyongwa kama si wao? Angalia Gaza walivyofanya takriban miaka 3, wanawaua watu, wamewafanyia hisar, siege, wamewafungia, wamewazingira, hakuna kuletwa chakula, hakuna kuletwa madawa, hakuna kuletwa usaidizi wa aina yoyote, mpaka watu wanakufa, watoto wadogo, watu wamezikika katika vifusi. Jamani, kuna ugaidi zaidi ya huo? Leo kama sheria hii ni ya kutekelezwa, basi ilikuwa ikitekelezwa kwa wao. Angalia maeneo mengine, Dhifatul Gharbia, West Bank, namna walivyofanya uharibifu wao na uhalifu wao. Angalia sehemu ya Lebanon walivyoripua na kuua Waislamu kwa droni zao. Angalia maeneo ya Syria. Angalia maeneo yote kama haya ambayo kwamba wamesababisha, na hivi sasa uharibifu wanaosababisha katika nchi ya Iran. Kwa hivyo kama ni sheria ya kigaidi, nyinyi ndio magaidi wa kwanza. Tuangalie kuzuia watu kuingia katika Masjidul Aqsa. Wakauzuia watu, hawana ruhusa kuingia katika Masjidul Aqsa kwa mwezi mzima. Ramadhani yafika, watu hawana haki ya kuswali tarawih katika masra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawana ruhusa ya kuingia katika msikiti, miongoni mwa misikiti 3 bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukatili na ugaidi ni upi kama si huo? Hawa watu waenda kumsujudia Mungu, mwawazuia kwa kitu gani? Pili, wakatoa tangazo la kutaka kuuvunja msikiti wa Aqsa. Uhalifu huu wanatoa tangazo, tena wanalitangaza usiku na mchana, watauvunja msikiti wa Al-Aqsa na kujenga hekalu lao katika msikiti kama huu. Kuna uhalifu na jinai kubwa zaidi ya hizi, ndugu zangu Waislamu? Bali tusema hawa ni watu ambao kwamba uhalifu wao ulianza tangu nyuma. Huu ni mdogo, wani muhalifu Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, wakamkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawaua mitume wao. Watambakisha nani ikiwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliwaua? Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walimfanyia ukaidi, nani katika dunia watambakisha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwaambia msifanye ufisadi, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna lakin la yash'urun. Tuweka sheria ya ugaidi ati kwa sababu tunataka kutengeza mambo. Nyinyi wenyewe ni wafisadi. Mkiambiwa msilete ufisadi, nyinyi mwasema ati tuweka sheria hii ili kutengeza dunia. Nyinyi ndio wafisadi, lakini hamujui mambo mnayoyafanya, hamuoni. Mikataba mnayoyaweka, hamweki ahadi. Mmeweka mikataba mingapi ya kusitisha vita, kisha marudi mwawaua wale ambao kwamba mmesaini na wao mikataba? Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Hawa ni wafisadi, ndugu zangu Waislamu. Chinjeni ng'ombe, wanamkaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chinjeni ng'ombe, wamuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tueleze ng'ombe huyo ni aina gani? Sheikh, wewe ukiambiwa uchinje ng'ombe huelewi Kiswahili au huelewi kwa lugha hiyo, lakini kwa ukaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaeleza, chinjeni ng'ombe ambaye kwamba, angalia ndio tatizo, ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashya in tubda lakum tasu'ukum. Usiulize mambo yaliyofichwa, kwa sababu mkifafanuliwa huenda yakawachukiza yale mambo. Sasa Mwenyezi Mungu ashakwambia chinja ng'ombe, wewe mwenyewe ndio wajilitia uzito, kwa sababu ilikuwa rahisi uchukue ng'ombe uchinje. Sasa wamuuliza Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akufanyia hali kuwa ngumu, mpaka ya aina ya yule ng'ombe unakuwa sasa ni tabu kumpata na lazima uchinje yule. Sababu ameuliza, akawaambia basi kama mnataka kujua
ng'ombe aina gani. Mimi ninawaambia mchinje, lakini si nyinyi wataka kujua. Tafuteni ng'ombe ambaye kwamba si mzee wala si kijana, katikati. Utampata wapi ng'ombe kama huyo? Kitabu cha umpate, na huna ruhusa kuchinja mwingine mpaka huyo. Sasa huyo ng'ombe ni rangi gani? Shekhe, ng'ombe ni ng'ombe. Wataka kujua, tafuteni ng'ombe wa manjano. Sasa mtafute ng'ombe wa manjano mpaka umpate, tena ng'ombe wa manjano ambaye kwamba rangi yake yavutia. Hawakutosheka. Sasa basi, innal baqara tashabaha alaina, huyo ng'ombe kwetu sisi anafanana, wanafanana, wako wengi. Akaambiwa kama mwataka kujua tena, basi tafuteni ng'ombe ambaye kwamba hafanyishi kazi ya kulima wala kazi ya kufanya irrigation, wala ng'ombe huyo asiwe na bapa lolote katika mgongo wake, katika mwili wake. Hivyo mambo yamekuwa magumu. Sasa hawa ndio nature ya Mayahudi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajua. Uhalifu, ndugu zangu Waislamu, wa Mayahudi kama hawa hawakuanza na amri ya kuwanyonga Waislamu wenzetu wa Palestina. Uhalifu wa Mayahudi umeanza na kupewa ujasiri na watawala makhain wanaotawala katika biladi zetu za Kiislamu, wanaowamiliki majeshi yetu, kutokwenda kuikomboa ardhi al-muqaddasa Masra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndio uhalifu umeanzia. Ili kuwaje Mayahudi ikhwanul qiradati wal khanazir, ndugu wa mayonda na manguruwe, kuweza kuwashika? Ilianzaje? Walikuwa na ujasiri vipi kuweza kuwashika ndugu zetu wakawatia jela? Na nyinyi wanajeshi mkawa mwaangalia ndugu zenu Waislamu wanapelekwa katika majeshi. Uhalifu ulianzia hapo. Sio sasa wamepitisha sheria kwa nyonga ndio ni wahalifu. La, walipokuwa ni wenye kuwashika Waislamu, mulikuwa wapi majeshi? Na mkaruhusu kuwatia katika majela yao, wakati wao ni viumbe waovu, almaghdubi alaihim, hawafai kukaa katika ardhi kama hii. Hapo ndio uhalifu ulianzia. Uhalifu, ndugu zangu Waislamu, haukuanza na kutoa vitisho vya kuuvunja msikiti wa Al-Aqsa. Haukuanzia hapo. Uhalifu ulianza 1948 mlipowaruhusu kukaa katika ardhi al-muqaddasa Masra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini mliwaruhusu kukaa mahali kama hapa? Watu waovu, wale wanaochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kutia mguu kwao katika ardhi kama hii ndio iliwapatia ujasiri wa kuwapokonya kila kitu na kuwa na ujasiri wa kuivunja nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo ndio uhalifu ulianzia, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, umbile hili la Kiyahudi halifai kuwa katika ardhi, wala kunegotiate na umbile kama hili ni haramu, kwa sababu kunegotiate na umbile kama hili ni kumtambua mvamizi katika ardhi ya Uislamu, ardhi iliyofunguliwa na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ardhi iliyohamiwa na Abdul Hamid athani, khalifa wa Uislamu. Nyinyi mlipokuja kuwaruhusu baada ya kuvunjwa dola ya Kiislamu, khilafa Uthmania, uhalifu wa Mayahudi ulianzia hapo. Walikwenda kwa khalifa Abdul Hamid wa mwisho, khalifa wa mwisho wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakaenda wakamhonga, wakamwambia tutakupatia dhahabu, tutakupatia pesa ili utupatie Palestina. Abdul Hamid kama mtawala wa Kiislamu akasema la hasha wa kalla, siwezi kuwapatia hata shubri moja. Hii ni ardhi iliyokombolewa kwa damu za Waislamu, si mali yangu, ni milki ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala kunipatia dhahabu na pesa haitanifanya mimi niweze kuruhusu hata mkachukua mali ya dunia nzima over my dead body, siwezi kuitoa ardhi hata shubri moja. Ngojeni daula ikiwa itavunjika iondoke, wallahi mutaitukua duni thamani. Na naam, baada ya daula kuvunjwa 1924 wameweza kuichukua Palestina duni thamani. Uhalifu ulianzia hapo, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo hawafai umbile kama hili la Kiyahudi kubaki, kwa sababu ni umbile ovu, umbile dhalilifu, umbile lilofedheheshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wadhuribat alayhim adh-dhillatu wal maskana. Hawa ni watu waliofedheheshwa, hawa ni watu wadhalilifu, hawa ni watu wachafu. Vipi wanakaa katika ardhi al-muqaddasa kuinajisi? Vipi watu waovu, watu ambao kwamba ndugu zao ni manguruwe na matumbiri, watakaa katika ardhi al-muqaddasa
hawafai hata wakati mmoja kubakia hapa ndani, na ndio maana maovu yao yanaonekana leo, kwa sababu wameruhusiwa kukaa katika ardhi kama hii, masra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, kwa nini Mayahudi hawafai kuwa pale? Ni kwamba hawa Mayahudi, ndugu zangu Waislamu, si watu wa vita, ni watu wanaojulikana ni waoga. Hiyo ni sifa yao. Na ikiwa Muislamu atasema kwamba ummati Muhammad na majeshi yake hawawezi kuwaondoa Mayahudi Palestina, yeye ndiye mrongo, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kusema urongo. Leo tumeshindwa kwa sababu tumekosa kiada, tumekosa utawala. Waislamu tumegawanyika kizalendo, ummati Muhammad tumegawanyika kizalendo, Waislamu wa Kenya, Waislamu wa Tanzania, Waislamu wa Suria. Ndio maana tumekuwa madhaifu. Lau tungekuwa na kiada itakayotuunganisha kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wangeondoka hata dakika moja ni nyingi, kwa sababu si watu wa vita, ni watu waoga. Na Mwenyezi Mungu aliwaumba akawasifu katika Qur'an, katika surat Ali Imran asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lan yadhurrukum illa adha wa in yuqatilukum la yuwallukum al-adbar thumma la yunsarun. Mwenyezi Mungu anawajua. Lan yadhurrukum illa adha, Mayahudi si watu wa vita. Mkisimama kikweli kama ummati Muhammad, mutawaondoa, na mfano mzuri tuuona. Angalia makundi madogo tu ya Waislamu ya wapeleka mbio. Je, ingekuwa kuna daula mtawala, wangekuwa kiasi gani watu kama hao? Makundi madogo Hamas mpaka leo hawajaweza kuidhibiti. Angalia makundi madogo Waislamu wa Lebanon, Waislamu wa Iran, wawapeleka mbio, na hawa ni fraction ndogo ya umma. Je, ummati Muhammad na jeshi lake na mtawala wao, hawa watu hawezi kubakia hata dakika moja, watakimbia. Tuona leo wanashambuliwa, wanakimbia, wanahama miji yao kwa makombora mawili matatu manne matano, wanakimbia. Ndugu zao Gaza miaka mitatu hawatoki, hawana silaha na hawatoki, na hawakimbia tena. Wanawaambia kama ni kutuua tuweni sote, lakini hatuhami. Lakini wao uoga wao, makombora kadhaa yameangushwa, kila mmoja anakimbilia Europe. Si watu wa vita, ndugu zangu Waislamu. Sisi umma tumekosa kiada, tumekosa utawala, tumekosa mtawala mukhlis atakayewaadhibu watu kama hawa na kuwaweka katika kaburi ambalo kwamba ni la sahau. Mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa yao ya mwisho asema, wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin. Hawa si watu wa vita, na pili, hawa ni watu wapenda sana kuishi. Katika miongoni mwa watu wanaopenda kuishi sana nani? Ni Mayahudi. Waogopa kufa, na ndio maana mpaka leo wanaangusha mabomu kwa juu. Mbona msishuka chini? Kama kweli nyinyi ni watu wa vita, ingieni chini tupambane uso kwa uso. Kwa hivyo nyinyi ni waoga, mtaka kuishi, sisi tutaka kufa. Kwa sababu Muislamu anapokufa ana faida mbili. Yani Muislamu anapokuwa katika vita ana faida mbili, imma an-nasr wa imma shahada. Hana hasara Muislamu. Akikushinda ampata ushindi, ukimuua umempatia shahada mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana wao waogopa kufa, hawezi kushuka. Wao kila wakati watakao wapate star, mtu anakuwa general, mtu anakuwa lieutenant, mtu anakuwa major, basi ndio watafuta. Waislamu wanataka shahada, hivi ni vyeo vya duniani, wanataka mataji makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kuwakomboa wafungwa kama hawa ambao leo wako katika biladi kama ile ya Israel, tusema ni wajibu wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam na majeshi yao. Usiwatazama wale kama Wafalastini, watazama wale kama ummati Muhammad. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Umma wenu ni umma mmoja. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udhun tadaa lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Mfano wa muumini ni kama mfano wa mwili mmoja. Kidole kikiuma, mwili mzima unakuitikia maumivu, unakiitikia kidole kwa kukosa usingizi na maumivu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wafungwa kama hawa walioko Israel, ni wajibu kwa Waislamu na majeshi yao na kunyamaza kimya. Ikiwa tutanyamazia kimya suala kama hili, twasema ardhi ya Falastini ikaendelea kukaliwa na mabavu,
ikiwa tutanyamazia kimya kutokombolewa hawa ambao kwamba wako katika kinyongo, wallahi tunadhima mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali kosa kubwa zaidi, ikiwa tutanyamazia kimya, ardhi ya Falastini iendelee kukaliwa kimabavu na Mayahudi kama hao, itakuwa ni kosa kubwa sana ndugu zangu Waislamu. Kufeli kuikomboa ndugu zangu Falestina ni dhambi, na dhambi kubwa zaidi ni kutoikomboa Falestina huku damu ikiendelea kumwagika kila leo na sisi tutazama. Hii ni dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu, suluhisho peke yake si suala la kutoa taarifa za kulaani, wala si suala la kutoa PR, wala si suala la kushajiisha watu kuandamana. Haya kweli ni mambo ambayo kwamba tutayafanya, lakini Mayahudi hawasikii kwa maneno. Mtaandamana, mtatoa ultimatum. Kwanza makhaini katika biladi zetu za Kiislamu ndio mwanzo ati watoa PR. Watoa PR nini? Unajeshi katika kambi, wewe ni wa kutoa PR? Wewe ni kuwahimiza majeshi kuikomboa ardhi ya Masra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wajibu wa Uislamu leo ni ule ule kama wajibu wa jana, ni kuchukua hatua na kutaharak na kuyaamsha majeshi yetu kuchukua wajibu wao, kuamsha moto wa jihad katika majeshi ya biladi za Kiislamu, sio kukaa na kufurisha matumbo katika kambi. Nyinyi mna amana, mna nguvu, na mtakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Enukeni, shikeni silaha zenu, sio silaha zishike kutu katika kambi, sio vifaru vishike kutu katika kambi. Vifaru na silaha zitumike katika kuikomboa ardhi ya Falastini ili irudi katika mikono ya Waislamu. Na majeshi hawa kuwahimiza ndugu zangu Waislamu, msione kwamba ni wambali. Hata sisi habari au salamu katika mimbari kama hizi wafikie wanajeshi kama wale, wajua wajibu wao katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa in istansarukum fi din wa alaykum an-nasr. Wakiwaomba nusra katika dini ni jukumu lazima, ni faradhi mwanusuru, ama mtakwenda jibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haiwezekana wito ambao uko Malindi ukawafikia ukawaathiri kuliko wito ambao kwamba uko Jordan, kuliko wito ambao kwamba uko Egypt, kwa sababu yule mwanajeshi ni mtu ambaye kwamba ni mwanadamu aliye na roho kama sisi, wengine wao wanahisi. Kwa hivyo huenda ikamuamsha kwa kuona ikiwa mtu wa Malindi ajua ufaradhi, mimi niko pua na mdomo, mbona siuoni ufaradhi? Kuna wengine wetu sisi labda tumesoma nao katika vyuo vikuu, na ukajua baada ya kusoma naye akawa katika jeshi, unachat na yeye katika Facebook. Mshajishe wasaili al-i'lami hizi za social media zitumike, si katika ufuska. Unao rafiki yako yuko katika kambi, mueleze wajibu wake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utakuwa umechangia kama Muislamu wapi wa Malindi. Kwa hivyo washajiishwe na waeleze kwamba jukumu jingine kabla ya kuikomboa Falastini ni kung'oa viti vya watawala makhaib waliowekwa kusudi kwa ajili ya kulilinda umbile la Kiyahudi. Baada ya kuvunjwa khilafa 1924, wakaivunja dola ya Kiislamu. Leo imekuwa ni vidola zaidi ya 50. Kila kijidola kuna khain, kuna bendera, kuna wimbo wa taifa. Kila kijidola kuna khain, kuna bendera, kuna wimbo wa taifa. Hawa ndio kizingiti cha umma kuungana. Nyinyi kama wanajeshi, wang'oeni watawala hawa makhain. Khiana yao ilianza tangu babu zao mpaka vijukuu mpaka vitukuu. Hata siku moja haitarajiwi kheri kutoka kwa watu kama hao. Wawang'oe, wamsimamisha mtawala mukhlis, Khalifa Rashid, atakayeusimamia ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akibeba bendera ya rayat ar-rasul, rayat al-uqab, rayat la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na waingie pamoja na mtawala huyu katika ardhi al-muqaddasa kwa takbira Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Hilo ndio suluhisho la kweli ndugu zangu Waislamu, na sisi tutachangia njia moja au nyingine ili kuhakikisha kwamba lengo kama hili linakuwa ni lenye kufikia. Jambo jingine lolote ndugu zangu Waislamu lisilokuwa hili, tutakuwa twazunguka mbuyu siku zote, na itakuwa ni khiana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni khiana kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ni khiana kwa Masra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ni khiana kwa damu tukufu ya Waislamu wa Falastini.
Ikiwa tutalinyamazia kima swala kama hili, wallahi tutawafanyia khiana hawa watu wanne. Lazima damu kama hii tukufu iwe itazuiwa kumwagwa kupitia kuondolewa makhaini kama hawa. Leo makhaini wanapewa agizo na makafiri na Mayahudi kufunga mipaka na kuwazuia ndugu zetu wasipate chakula. Ndugu zao Rafah wako upande wa pili, mpaka wa Ordon huu hapa, wanawazuia kwa sababu wamepewa amri na bwana zao. Hawa ni wakung'olewa, si wakubakia tena katika utawala. Hawa ndio kizingiti cha umma leo kusimama kama kitu kimoja chini ya bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo ikiwa tutafanya hivyo, basi tutakuwa tumewakhini. Akiwa hatutafanya hivyo, tutakuwa tumewakhini ndugu zetu kama hawa. Wala haula wala quwwata illa billah. Inshallah, kumalizia ndugu zetu, baada ya swala kutakuwa na picketing pale nyuma, ambao itakuwa ni kwa ajili ya solidarity ya ndugu zetu kama hawa Palestine. Kwa hivyo inshallah waomba tuhudhurie katika picketing kama hii ili tuweze kusimama pamoja nao. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الأربع أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن بقية أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين. اللهم عافنا واحفظنا والطف بنا وانصرنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أقم الصلاة.